napokuwa kwenye ibada na Mungu, nipe neema ya kusikia. Kama hujamsikia Mungu anaongea, nipe neema ya kuyatunza, nipe neema ya kuyafanyia kazi. Ndio mstari wa pili unakuja, mstari wa tatu unakuja, mstari wa 4 unakuja, 12 unakuja. Wapuko Kumbukumbu la Torati 28 mpaka 12:13. Kwa hiyo mstari wa kwanza ule, kama umeescape kwanza, umeukwepa mstari 11 na kupita pembeni, kuamkia lazima kuamkia, maana yameandikwa muda kwa si kuwa nani atakuwa nani, wakati mimi sisemi. Ule mstari wa kwanza wa muhimu sana, ana Biblia lazima uwe unaitafuna kama ugali, una meza ndio itakuzalia matunda. Ni kama unaona makaratasi tu, na unaweza ukabudu. Kuna vitu vya ajabu Biblia. Wapenda Bwana Yesu asifiwe. Amen. Awali ya yote ni kwa niaba ya kanisa, hata kabla ya kukaribisha wageni, tunapoga na kukaribisha wageni baada ya ibada ya neno la Mungu na maombi. Kwa hiyo nikukaribishe mapema, karibu kwenye ibada mgeni wetu ambaye umekuja kwa mara ya kwanza. Tunawapenda wageni tunawapenda. Karibu sana mama. Wageni tunawapenda. Mbarikiwe na Yesu kwa kuwepo pamoja na sisi kwenye kanisa la Mungu hili leo, Jumapili ya tarehe 19 mwezi wa 4. Mbarikiwe sana wageni wetu. Nashukuru sana kututembelea. Wiki hii tulikuwa na kwenye ratiba yetu ya kanisa, tulikuwa na mafundisho au semina. Mimi naita mafundisho kwa sababu nasema semina, nasema nani mgeni sana. Kiwa tanana nasema kanisa kuna semina, nani anahubiri, mgeni nani anatoka hapa. Kwa hiyo tuna ili kutoa, Yohana alisema mtume sema vitakuwa zito, tupunguze, maana vitu missionary, lakini ni yule mtume. Sasa na sisi nasema mafundisho maalum. Semina ni mafundisho maalum, maana anakuja na topic maalum, kitu cha kufundisha. Kama ni utoaji, kama ni tumikia Mungu, tafuta mwalimu amepewa nini. Sisi ni ratiba yetu kwa mujibu wa kanisa letu na pamoja la mahali pamoja, lakini kitaasisi pia kuna mambo ya muhimu sana. Kwenye ratiba yetu ya mahali pamoja tuna mafundisho yanayohusiana na ufuatiliaji wa wokovu wapya. Sasa somo nimeliweka na kichwa hiki. Muulize jirani, kumekuja kwenye ibada? Amekuja kwenye nini? Kama amekuja kwenye ibada, naomba usikwazike. Sikwazike. Sababu mwingine kanisani na hajaja kwenye ibada anakuwa amepitia kanisani. Kwa hiyo kwazika tukazi.
dakika 2 nitakuwa nimetoka saa 6. Bai saa 6 wanasema bai saa 6. Tumemaliza. Nguvu ya ufuatiliaji kwa mwamini mpya. Nguvu ya ufuatiliaji kwa mwamini mpya. Sasa hapa haya maandiko, kitabu cha Yohana ndio andiko mama linalobeba somo hili. Kitabu cha Yohana 17:12 mpaka 18. Nikuombe kama ni muumini hapa, yaani umejisajili kuwa muumini, muamini, sio muumini, muamini, Kristo, mshirika, kama umejisajili, ili liwe tangazo la mwisho. Lazima Biblia kwa sababu inauzwa 2023, 24, 25. Basi kwa mwanzo kabisa kitabu cha kuandika diary wanasema kama hii na peni. Na peni ni muhimu sana. Amani, sisi tunatembea na agizo kuu. Kanisa la Tanzania Assembly of God tunatembea na agizo kuu. Mathayo 28, sio andiko hiyo. Wewe unanielewa nataka kuongea nini? Si andiko, sio Biblia. 19:20. Kisha wafanya kwa wanafunzi wa Yesu kutoka kule, wameingia kanisani na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi mitume, ninyi wachungaji. Tazama, niko pamoja na ninyi hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo tunatembea kwenye agizo. Kanisa la Mungu ambalo anakuja kuchukua linatembea kwenye agizo. Sasa liko wapi? Liko wapi? Mahali popote liko kanisa. Lakini kanisa la Mungu lililo ambalo Kristo atakuja kulichukua linatembea kwenye agizo. Sasa inaweza kawa taasisi yoyote, kanisa lolote, lakini ambalo Yesu atakuja kulichukua linatembea na agizo. Kana watu walipo tu alielewi kitu, anaingia na mikono mitupu wanatoka. Hilo kanisa sijui kama Yesu anakuja kulichukua. Agizo, fundisho. Ndio hapo. Asante sana. Kabla sijasoma haya maandiko kitabu cha Injili ya Yohana, naomba nisomee maandiko matatu andamizi. Andiko la kwanza ni Injili ya Yohana 4:29. 4:29. Andiko la pili Injili ya Mathayo 12:29-30. Pale kuna maneno pale ninayotaka pale. Andiko la tatu Ufunuo 22:17. Kabla sijaanza kufundisha somo, naomba tusome. Mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, haimkini huyo ndiye Kristo? Asante sana. Injili ya Yohana, Mathayo 8 Jaki. Kwa na mwingine ulipo kama umefika somo. Kuna mtu maalum ni yule aliye tayari kusoma.
mpaka 30 kama mpaka 30 ndio nasema, ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu? Ndipo atakapoiteka nyumba yake. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiye rudia hapo kwenye 30. Mtu asiye pamoja nami yu kinyume changu, na mtu asiyekusanya pamoja nami utapanya. Ufunuo 1:2-7. Na roho na bibi harusi wasema njoo, naye asikiaye na aseme njoo, naye mwenye kiu na aje, na yeye atakaye na ayatoe maji ya uzima bure. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya maandiko yanataka nini? Yanataka kuhalalisha ukumbi huu kwenye somo hili. Na kuna mtu unaweza kusema hili hapa la mzee kanisa, hapa la katibu shemasi nani. Haya maandiko yanahalalisha, yanakupa uhalali wa wewe ulioko ndani kwenye ukumbi huu, maadamu wewe ni mshirika hapa. Na kama sio mshirika hapa, kule unakosali Kigoma, ufanye nini huko Kigoma? Kama unasali Mbeya, umekuja kusalimia huko Mbeya, maadamu umeokoka huko Mbeya, ufanye nini pale unaposali? Jamani, naeleweka? Maana somo ndio kitu ambacho ninazungumzia. Na saa imeisha leo masaa 4. Jamani, nikuulize kuja kwenye ibada Jumatano hatujafika, wengine mniache mzee wangu na katibu tujaze kama wanavyojaza wengine. Na watu wanajua, wamefundishwa, wameelewa, wanafanya amani wewe unajifundisha vyote vile wewe ndani. Kwa hiyo haya maandiko, kitabu cha Injili ya Yohana kinaeleza habari ya Msamaria, mama ambaye amekutana na Yesu ndani ya siku moja kuanzia mchana. Akitoka pale mchana huo anaenda kukusanya kijiji kizima kije kimuone aliyesema na mwanamke huyo. Ndani kuanzia saa 6 saa 7 mchana ule amesikia amekutana na Yesu. Saa 7 hiyo anatoka naenda kwenye kijiji chake akakusanya watu waje wamuone aliyemwambia huyo mama maisha yake na jinsi anavyoishi. Waje wamuone huyo mtu alionekana ni mahiri sana, yamkini ni Masihi. Kusema maisha ya mtu uliyekutana naye ndani ya nusu saa. Inaonekana jinsi huyo alivyoingia kwenye utendaji ghafla, akawa mtendaji wa kazi, akwenda kuwaambia wengine waje wamuone Yesu. Alikuwa ameshahudumiwa na Yesu na amefika mahali pazuri. Kwa hiyo ufuatiliaji unataka kufika mwisho. Kwa mujibu wa kitabu cha nini cha Zaburi, ufuatiliaji unataka kufika mwisho. Unajiridhisha kwamba umefuatilia, ni kwamba hii imeshindikana, lakini mimi nimepambana. Ndio Yesu anasema, Zaburi anasema, msiri wangu niliyemtumaini, manake nimefika mahali nimemwamini. Unajua, unafuatilia mtu anageuka mpaka na yeye mwenyewe anakuwa rafiki yako. Na nyinyi mnakuwa marafiki, mnakuwa familia. Watu wawili wanasali kanisa moja, lakini ni marafiki, ni familia. Kwa sababu ya ufuatiliaji umefika kiwango cha kuwa msiri. Sasa anapogeuka, umeona kazi niliyoifanya
huyu ameamua kuninulia mimi kisigino, lakini kazi niliyoifanya imeeleweka. Ndio ufuatiliaji unatakiwa ufike kiwango hicho. Sema unakabidhi, unasema Baba, mtu wako wewe nakukabidhi mwenyewe. Mimi kwa kweli akili yangu imeishia hapa. Manake amefika kiwango cha Zaburi mlango wa 41 mstari wa 9. Ukimwacha njiani unadaiwa. Kama hujafika kwenye 40 utadaiwa. Asante sana. Sasa kwenye kipengele hicho kuna neno moja nasema, kipengele kidogo ndani yake, ufuatiliaji ndio upendo wa kimungu. Ili niseme mimi na upendo wa kimungu niko kwenye ufuatiliaji ndani, manake furaha ya Mungu ndani bado inakaa. Inaona mtu mwingine yule ndio muhimu. Kwa ndio upendo wa kimungu. Maandiko Yohana 15:12-14. 15:13-14. Yohana 10:12. Obadia 1:7. Yohana 15:13-14. 15:13-14. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu, na mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda niwaamruyo. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu. Jamani wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Nazungumza habari ya ufuatiliaji. Kuna mtu anielewi. Jamani, wengi sisi wa kanisa hili pia la Tanzania tungoje. Tunaelewa. Ndani ya mwaka unatakiwa ulete washirika hapo. Person. Yaani wewe hapo lipo. Ili uonyeshe wewe uhai wako, wewe ni mshirika hai kwenye kanisa la TG. Mmoja wapo. Ulete waumini hawa, watu wawili, ukifeli mmoja. Sasa ufuatiliaji huu ndio unakupa namna ya kulea huyo mtu utakayemzaa kwa mujibu wa hilo agizo. Usipuuze kafikiri mimi naona cheza hapa. Nakupa mbinu. Maana nataka uzae hao kwa mwaka. Na hivi umekula miezi mingapi? 4 imeshaisha. Kama hujaleta muumini mwingine. Kwa hiyo na hapa nafundisha mbinu namna gani kulea hao watu wako. Kwa hiyo anasema kwamba hakuna upendo ulio mkuu mwingi kuliko huu wa mtu kujitoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Sasa uhai wake namna gani? Hapa tumeona kuna mawasiliano voucher. Ile voucher ilikuwa ya kununua mboga. Ile voucher ilikuwa ya kununua chumvi. Lakini umemkumbuka huyo hajafika kanisani. Siku 2 siku 3. Umeweka voucher, manake umetoa uhai. Badala ya mboga voucher, umpigie yule mtu. Mpigie mpendwa wako. Wakati mwingine utasikia kuna taarifa ambazo sio nzuri sana, hajisikii vizuri. Inabidi ununue sukari, ununue nini na nauli wakati mwingine. Uende kamwone, umetoa uhai wako pia. Lakini sio hivyo tu, na maombi, fungo wa maana unamuombea Mungu amponye. Umetoa uhai wako kwa chakula na kunywa, ufunge uombe kwa ajili ya huyo mtu. Kwa hiyo sikustajabisha. Kwenye Yohana 15 mstari wa 14, 13, 14. Kwamba hakuna upendo mwingi kuliko huu wa mtu kuutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki yake. Ana utoaje wewe, na utoaje na mimi na utoaje, ndio nakupa mfano wake. Lazima gharama itakutoka. Na ile Yohana 12 nazungumza habari ya mchungaji mwema hutoa uhai wake. Na wala hawezi kufurahia kondoo anapotea. Ndio 10 ile 12 kusoma hapo utakutana na hizo habari. Lakini Obadia anasema
Obadia 1:7, watu wote wa mapatano yako wamekufukuza hata mipakani, wale waliofanya amani nawe wamekudanganya na kukushinda, walao mkate wako wameweka mtego chini yako, wala hana ufahamu wa hayo ndani yako. Nani hawana fahamu mpaka mkate wamekula nini? Usianze kukata tamaa. Mimi kama watuweza kukata tamaa, hawezi kuwa na washirika. Akisikiliza sema, Obadia pamoja ikwepo. Hawezi kuwa na waumini. Lazima akubaliane naye. Mkate unaliwa, na inawezekana na kisigino kainuliwa. Ukienda kule, lakini bado anapambana, na lazima atoe, lazima hudumie. Na wala haoni kitu. Yaani mtu akiamua anaona sio kwenda jamani, ndio yule ndio mhudumia. Yule ndio kwa naamka asubuhi, naenda kumtembelea, naacha na nini na nunua na mboga. Mama wakati mwingine upendo wa Kristo umeingia ndani, anasema Bwana atanipa hela ya mboga baadaye, mimi hii ngoja nikamwone. Sio natokeanga jamani. Mle wao kufanya zinatokea hiyo. Hata wakaka ngoja tu nimpe huyo mtu. Lakini hela ile ilikuwa kufanya kitu. Lakini ndio huyu hajaelewa alichokuwa anafanya. Nakuta yana na mkate wala watupa chini nini wala hajali. Lakini wewe kaa kwenye nafasi. Fuatilia. Nani fuatilia ndivyo karama zake. Napenda Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ninapofundisha hivi nakupa elimu miezi 3 ijayo. Lazima uwe na mshirika mmoja kanisani. Kwa mujibu wa mpango mkakati wetu. Asante sana. Jambo la pili, aingia kwenye kipengele cha pili. Katika mambo matatu. Nini nguvu yake ya ufuatiliaji? Jambo la pili, kumpa neno la Mungu mpaka ulimwengu umchukie. Kumpa neno la Mungu mpaka ulimwengu fanye nini? 14 mstari kwenye Injili ya Yohana. Yaani 17:14. Msomaji mtakuwa mnaelewa. Hasa wahubiri mambo na kubiga hawaona wanapopanga mambo yao. 14 inasema, mimi nimewapa neno lako na ulimwengu umewachukia, kwa kuwa wao si wa ulimwengu kama mimi nisivyo wa ulimwengu. Asante sana. Kwa hiyo katika ufuatiliaji pia sio ufuatiliaji tu wapanda kupiga story, ni kuhakikisha huyo mtu anapewa neno. Ndio maana mshirika, ninyi mkikaa katika neno mmekuwa wanafunzi wangu. Neno lijae ndani yako, Wakolosai ile hakikisha limekaa vizuri ndani yako. Ili upate neno la kumpa huyo mtu amekata shauri, umemwongoza sala ya toba baada ya kumshuhudia maneno ya Mungu. Apewe neno la Mungu, lile neno la Mungu limgeuze mpaka ulimwengu useme huyo sio wa malizia. Basi kama unaelewa, sio wa kwetu, sio wa kwangu. Yaani kama ulimwengu mchukie, ulimwengu na kina nani? Watu lokole kwa hamnanisha simtaki tena. Kwanza wewe bwana uweze kumshirikisha kitu kitata, utapoteza muda wewe. Twende bwana, si wanasema na hivi, twende wewe. Kesha haribika na wewe unasema umeshaharibika. Kumbe nini? Mfuatiliaji wake amezingatia vipengele muhimu ya neno la Mungu, kwamba tayari katika ufuatiliaji amefundisha neno la Mungu mpaka huyo mtu moyo wake umegeuka, ulimwengu ndani umetoka kabisa, amekuwa kiumbe kipya kwa mujibu wa Injili ya Wakorinto, Injili ya Paulo kwa Wakorinto wa pili 7:17. Ni kiumbe kipya, mmetazama sasa, mmekuwa wapya, ya kale yametoka. Wewe mafundisho yambadilishe mpaka awe kiumbe kipya, ulimwengu uone sio wa kwetu, Yesu aone huyu ni wa kwangu. Kwa Biblia inasema Yesu anatoa taarifa,
neno lako nimewapa. Na nilivyowapa neno lako, mpaka ulimwengu umewachukia. Wao wamekuwa sio ulimwengu tena. Yaani wabadilike mpaka asiwe wa ulimwengu huu. Kama humo ndani unapomaliza somo unakimbia hapa tukubadilishe usiwe wa ulimwengu. Yaani kama bado na uko kwa Yesu na bado wewe wa ulimwengu. Anatakiwa mtu abadilike asiwe wa ulimwengu huu tena. Ulimwengu umchukie. Sema mna vijana kwanza. Vijana ndio maji ya moto. Mmechoma mpaka simu. Kwa sababu maji ya moto. Mpaka zinaungua mko. Nunua kesho inaungua. Maji ya moto. Bwana Yesu asifiwe. Kuwapa neno la Mungu. Injili ya Yohana 15 mstari 19. Biblia inasema kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake. Lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, nawachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Rudia tena. Kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda. Kama mngekuwa ulimwengu, ulimwengu ungefanya nini? Ungewapenda. Kwa sababu lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu huwachukia. Kwa sababu mimi niliwachagua katika ulimwengu, na sababu hiyo ulimwengu umefanya nini? Umewachukia. Umeshakosoa ulimwengu tena. Mshirika Mkristo aliyokoka lazima ulimwengu umchukie. Kwa hiyo unapotembea ujifunze, uendelee kujifunza, kuna vitu vya kunoti. Ulimwengu lazima ukuchukie. Kama bado unakuchekelea, hata uwezo kaona kwamba ulimwengu unakuchekelea, lakini lazima ulikuta wengine mami dada huyu, kaka huyu, jamani, ona. Kumbe ona ndio mtu aliyeokoka huyo. Ulimwengu lazima uchukie. Uone huyo mtu sio wa kwetu tena. Maandiko some hayo, tutasoma wakati wote nimaliza. Andika waraka wa Yohana 4:5. Na Injili ya Yohana 17:14. Luka 6:22. Bwana Yesu asifiwe sana. Waraka wa Yohana 4 wa kwanza 4:5, 17:14 Yohana, Luka 6:22. Niwapa neno lako na ulimwengu umewachukia. Kama mngekuwa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda. Kwa hiyo ukiona ulimwengu umefika, unakuchukia kwa sababu ya kuokoka. Sio unakuchukia kwa sababu mbea. Sema jamani, ndio yale. Yaani ulimwengu kwa kweli anasema ulimwengu utakuchukia. Kumbe wewe ni mbea, unafuatilia taarifa za watu, utaambiwa, utatumwa, unapeleka taarifa sehemu nyingine, mpaka watu wanasema, ona, anajifanya mlokole. Kumbe huyo mbea anabeba mambo ya hapa na pale, anapeleka pale mtaani, wanakushambulia kwa sababu ya umbea. Usije ukajiingiza kwenye mstari hapa au kuhusu. Kwamba unachukiwa kwa sababu eti wewe ni wa Yesu. Au unaruhusu wewe hujabadilishwa uwe mpya. Unachukiwa kwa sababu ni wa tabia yako. Wewe ni wa tabia yako. Kwa hiyo tubadilike. Kanisa la Yesu tuko pamoja tu, amini. Tubadilike, tuwe safi.
kusudi ni kufanya kusudi ni kufanya aukulie wokovu. Kazi hiyo yote, sababu ni wokovu, aukulie wokovu huyo mtu. Kusudi la kufanya hayo majukumu hayo tuliyosoma vipengele vingapi? Kipengele cha kwanza kulinda na kutunza, kipengele cha pili kumpa neno la Mungu ili aukulie wokovu, ndio kusudi. Waraka wa Petro wa kwanza 2:2, Korinto wa kwanza 3:2, Waebrania 5:12-13. Atoke kwenye nini? Kwenye utoto, akulie wokovu, awe mtu mzima kiroho. Ndio kusudi lake la kumlinda na kumtunza, kwa maana kumfuatilia huo. So na kumpa neno la Mungu mpaka ulimwengu fanya nini? Umchukie. Sababu ni aukulie wokovu. Kwa hiyo ufanye kitu kinachotaka Mungu ainuliwe, aone Mungu kwamba huyo mtu ameokoka, watu waseme huyo mtu ameokoka. Na Mathayo 17:18-3. Andika ile, nasoma ile Petro wa kwanza 2:2. Alafu ni hapa malize watu nisitoke nasema leo mchungaji. Ndio nasema na vile masaa manne. Ila wewe soma hilo andiko na mimi point yangu. Ndio nasema kama watoto wachanga waliozaliwa sasa, natamani maziwa ya akili yasiyooshiwa, ili kwa hayo mpate kuikulia wokovu. Asante sana. Kama watoto wachanga yatamani maziwa ya akili, ili mpate maziwa ya akili yasiyooshiwa, maana yasiyochanganywa, ili mpate kukulia wokovu. Na ule wokovu ndio unaofanya wewe uende mbinguni. Ukisikia vazi jipya, vazi zuri la kiroho, ni wokovu wako, unatakiwa utunze. Sasa mafundisho yanafanya wewe ya kutengeneze, ya kufinyange vizuri, mpaka ulimwengu uone mtu huyu ni mtu wa Mungu. Alafu anakuwa mtu mzuri na anatumiwa na nani? Na Yesu. Anaanza kufanya kazi ya Mungu mzuri sana. Hayo maandiko kama maandiko utasoma kwa wakati wako, mengine hayo, lakini soma Waebrania 5:12-13. Alafu nitoke nimalizie la mwisho. Waebrania 5:12. Kwa maana iwapasapo kuwa walimu, maana wakati mwingi umepita, unahitaji kufundishwa na mtu mafundisho ya kwanza ya maneno ya Mungu, nanyi mmekuwa mnahitaji maziwa wala si chakula kigumu. Mtu huyu amekosa mtu wa kumlisha, wa kumnywesha maziwa mapema. Kwa hiyo ameendelea kuwa mchanga. Unajua, unaweza ukikosa mafundisho, mtu wa kufundisha mwanzoni kabisa, kufundisha mafundisho ya awali ili ukulie wokovu, ukikosa tu unabaki mchanga, miaka inapinduka. Yaani mchanga manake mtu ambaye bado hajaanza kupambanua mema na mabaya. Uelewe, mara umefanya kile, mara kimefanya kile, mara kimefanya kile, mara kimeenda kile. Ili ukulie wokovu, uelewe, uchambue, pambanue vizuri, uende mpaka kwenye mstari wa 14 ule, ukawe machua. Unasema mtu ambaye umezoea kupambanua mema na mabaya kwa kutumiwa. Maana huwezi ukatumiwa kama mchanga, kama huelewi, huwezi ukatumiwa. Unatumiwa mtu ambaye tayari umekunywa maziwa, umekuwa unaelewa mafundisho.
malizie tamsho. Kwa kama bado hujageuzwa mpaka ulimwengu hujakuchukia, leo naombea watu ambao ulimwengu haujawachukia. Sema amina. Amen. Kazi ya utumishi itendeke. Mstari wa 18 mpaka 19 Yohana. Kama ulivyonituma, utafika bado. Kama ulivyonituma na mimi nimewatuma, hao na watuma. Utafika kama umefika, soma tu Injili ya Yohana 17:18 na maliza. Jamani, mnanichelewesha wasomaji wangu. Yohana 17:18. Kama vile nilivyotuma mimi ulimwenguni, nami hivyo naliwatuma hao ulimwenguni, na kwa ajili yao naliweka watu ulimwenguni, na hao watakaswe katika kweli. Na kwa ajili yao najiweka wafu. Sasa nimewatuma ulimwenguni waende. Sasa mimi najiweka wafu. Kuhakikisha na lugha nyingine naongeza haya kwangu kwamba nakuwa nyuma yako. Ndio maana nasema niko nyuma, niko pamoja nanyi hata ukamilifu wa dawa. Maana niko pamoja, niko nyuma na nafanya kazi pamoja na wewe. Ukisoma kwenye Injili ya Marko 16:20 utaona jinsi anasema alikuwa pamoja nao wakitenda kazi. Manake anafuatilia nyuma, anajiweka wafu kuhakikisha haliachi kanisa linafanya kazi peke yake. Yeye anakuwa pamoja na kanisa hilo na muamini. Kwa hiyo kazi itendeke, kutumwa. Huyu mtu atumwe, na yeye atumwe, huyo aliyelelewa atumwe, afikie mahali pa kufanya kazi ya Mungu, atumwe. Anataka kuwa mchanga, atumwe. Akue. Mafundisho na mkuza mtu. Andika Yohana 15:16 na usome hilo la mwisho. Lakini uandike Yohana 13:18, 20:21. Yohana Mtakatifu 15:16 hiyo usome. 13:18 andika. 20:21 andika. Yohana 15:16. Ili ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote mwombalo Baba kwa jina langu awape. Sio ninyi mlionichagua mimi, mimi ndio nimewachagua nikawaweka mwende mzae matunda. Mwambie jirani yako, Yesu amekuweka uende uzae matunda, na matunda yako yafanye nini? Sio yafe, yakae. Ili ukija kwenye maombi mbele za Bwana na mwambie Bwana, uangalie kazi yangu niliyofanya. Matunda ndio yale naona yule dada naimba pale. Yaani vitu vingine viko wazi. Mungu Bwana sio dhalimu. Hana ila, hata ukimuonyesha sio mbaya. Maana kazi yake sana naona jinsi unavyotoa. Tumetembea kwenye maandiko yote na wewe umefanya hivyo. Umetoa uhai wako kwa ajili ya huyo mtu. Nimefundisha maana nini kutoa uhai. Umeacha mbomba na nini mpaka huyo mtu anasimama, mpaka anaimba na kwaya, mpaka anakuwa na shemasi kanisani, mpaka anakuwa CWK kiongozi, lakini amezaliwa na wewe. Umemlea wewe kwa gharama yote. Kumwambia Bwana, umeona mtumishi yule pale anakutumikia. Wewe unakumbuka huduma yangu, utumishi wangu. Nikumbuke na mimi kwenye hili. Hapo na kazi yao ile andiko niliyosoma na mwisho. Wewe naomba Mungu nikumbuke. Mungu nisaidie Bwana. Mungu nisaidie mimi. Unasema kusema na upendeleo, namwambia Mungu wewe utakesha. Mungu Bwana saikolojia sana na oye kwanza chochote malaika mbele chochote
kumsaidia huyo mtu kuhakikisha anasimama na mtumikia Mungu kwenye madhabahu unayomtumikia wewe, anaona. Kwa hiyo ni lazima ataelewa unachomwambia. Nikimwambia unaona kazi yangu, cha amesema yeye mwenyewe, wewe unaongea mimi ili ndio muomba anasindilia hiyo. Sawa, ni yote ni plan. Ni njia zote za kumwomba Mungu. Ataangalia na kusimama mahali. Ataangalia kwa kuwa na haki. Sio ninyi mlionichagua. Mimi nimewachagua nikawaweka mwende mzae matunda na matunda yenu yapate kukaa. Unamleta mtu kanisani siku mbili amezima. Unaleta nani amezima. Unalelea amezima. Anazimia wapi? Matunda yapate kukaa. Kwa faida yako, labda anamwongezea mchungaji wa shirika. Wewe, Biblia inasema anaongezewa Yesu hapo. Washirika. Ili umuombalo Mungu pate kupewa. Sio mchungaji apate kwa unaona shirika wote wa Mungu. Mungu ni mwenye haki, hata mchungaji atakata vidole vyake. Unaona anasema huyu wewe sio hapo. Wewe tunga tu. Lakini huyu ni wa huyu. Akisema unaona Mungu, anasema yeye naona. Hezekia akasema Bwana kumbuka. Nimekwenda mbele zako kwa haki. Nimetenda vyema. Angalia. Isaya wewe rudi. Kama mtu Bwana nimesikia mambo. Mungu sio ndani. Wewe tutakesha vitu vingine mpaka mwaka kesho bila majibu. Uvivu na mtazamo sio sahihi. Mtazamo unatuangamiza, sio sahihi. Kufikiria labda unanufaisha mtu fulani, na ni faida yako. Shenda mbele za Mungu, uwe na kitu cha kumwambia. Unataka familia yako Mungu aiponye, taka ndoa yako Mungu aiponye, na kwa watoto wako Mungu aponye, na kwa wazee aponye. Wala kitu na tu ndio Bwana, ndio Bwana, ninasema ndio, ndio Bwana, ndio Bwana, ninasema ndio.